Wahitimu wa kidato cha 6 zaidi ya 130 katika shule ya sekondari Milambo iliyopo mkoani Tabora wamelazimika kuondolewa shuleni hapo chini ya ulinzi mkali wa jeshi la polisi baada ya njama zao za kutaka kuchoma shule hiyo moto na kuandamana kubainika. Wanafunzi hao wanatuhumiwa kupanga njama hizo baada ya kuzuiwa kufanya mahafali ya kuhitimu masomo yao, na hii ni kutokana na sababu ambayo shule iliona ya uwepo wa viashiria vya uvunjifu wa amani, ambapo ilibainika kwamba wanafunzi hao walipanga kufanya vurugu siku ya mahafali baada tu ya kukamilika kwa mahafali hayo. Lakini pia zipo sababu nyingine zilizopelekea wanafunzi hao kutoruhusiwa kufanya mahafali, kwa kuwa walikuwa na tabia ya kufanya jogging wakiwa wamevua nguo, huku wengine wamejichora tattoo na wakikimbia mitaani na muziki huko wakicheza na wakiwa wanavua nguo. Lakini pia mara kadhaa walikuwa wakitoka usiku na kwenda club, na wakirudi wanazima umeme wa shule nzima ndipo wanaingia. Lakini pia walikuwa wanafanya vurugu na shule jirani, na kingine ni kwamba waliahidi ya kwamba baada tu ya kukamilika kwa mahafali watafanya vurugu siku ya mahafali. Na mara kadhaa walipokuwa wakifanya michezo ya shule ama mechi za hapa na pale na shule jirani walikuwa wakifanya vurugu pia. Kwa hiyo kwa sababu hizo zote shule iliamua ya kwamba wasifanye kabisa mahafali, na wanafunzi hao waliposikia kwamba hawatafanya mahafali ndipo wakajipanga na kujiandaa kuchoma shule hiyo moto kabla ya kubainika. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ambaye pia ni mkuu wa mkoa huo, Paul Chacha, ameelekeza wanafunzi hao waondolewe shuleni hapo na kwenda makwao chini ya ulinzi mkali, na amesema pale ambapo watakuwa wanarejea kufuata vyeti vyao ama sababu nyingine yoyote ile, basi kwanza wanatakiwa kuripoti katika ofisi ya mkuu wa mkoa ama mkuu wa wilaya ili atoe kibali cha wao kuingia shuleni hapo. Kwa wanafunzi ambao ni miongoni mwa wale waliopanga kufanya vurugu lakini bado hawajamaliza mitihani yao, wameruhusiwa wamalizie mitihani yao lakini wakiwa chini ya ulinzi mkali, na wakikamilisha kufanya mitihani nao pia watapelekwa kwao. Mimi ni Bakari Chijumba. Kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zimejitokeza, zinazoenda kujitokeza walizozipanga, mamlaka ya shule iliamua hakuna kufanya mahafali. Wenzenu wakajiandaa kuchoma shule hii. Tunao polisi pale. Angalia akili za kijinga hizi ambazo sijawahi kuziona. Hao wazee wote waliosoma, mpaka mkuu wa jeshi la polisi nchini amesoma hapa, na viongozi wengine wakubwa wengi wa nchi hii, wangechoma hii shule. Mungesoma nyie hapa leo. Hatujaje kulea maharamia hapa. Tunalea wanafunzi wenye nidhamu. Ukimaliza shule ndugu zako wanakutegemea. Mnatuletea mizaha hapa, watu wanataka kuchoma shule. Hivi shule hii kweli leo ichomwe? Na mlevi mmoja hapa anasoma KLF. Alafu mimi mkuu wa mkoa nafanya nini hapa? Viongozi wote hao wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ambao ina wajibu wa kulinda usalama wenu, mnalala, mnaamka, mnaingia madarasani, hakuna kuwabuguzi, alafu mchome shule. Tumekaa hapa. Unatembeaje form 6 umevua nguo, unafanya jogging? Eti tumenyimwa kufanya mahafali, tutaona na shule hii itachomwa. Nitaona mtaichomea wapi? Mkimaliza hapa mmoja mmoja, bwenini, toka getini hapo, stendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi, asubuhi mahakamani na kesi ya kutaka kuchoma shule. Mnanielewa? Form 5 mnanisikia? Kuna wehu na wahuni wapo waliokuwa wamejiandaa kuchoma shule. Baadhi yao tumewakamata, tunao. Na hawa waliokuwa wanamaliza wanajiandaa kuungana na wale. Hakuna msalie mtume. Unatoka hapa mmoja, enda chukua vitu vyako, ondoka, nenda stendi. Ukifika stendi, hakuna kusema gari halipo. Lolote lenye mwelekeo wa kwenu panda, kashukia huko mbele. Sasa wale wako tukukute hapo unasema hakuna gari hapa. Yoyote, kama unaenda Mwanza, hakuna ya Mwanza, panda ya Nzega. Utalala huko mbele, unaenda njiani, waambie ndugu zako. Kama unaenda Katavi, haipo ya Katavi, panda ya Sikonge. Utalala huko njiani. Tusikukute hapa Tabora. Maelekezo ya kwanza. Ya pili, hakuna kukanyaga katika shule hii tena. Utakanyaga hapa kwa utaratibu. Waambieni na wenzenu ambao wameshaondoka. Ukienda huko, siku ya kuja kuchukua either ni cheti chako au chochote kinachokutakiwa wewe urudi hapa, unaripoti kwa mkuu wa wilaya huko kwenu huko.
Yeye mkuu wa wilaya ataripoti, atakuunganisha na mkuu wa wilaya Tabora mjini. Ukija unaripoti kwa mkuu wa wilaya pale, ndio atakaye kuruhusu mkuu wa shule. Usije ukahudumia mtu hapa bila maelekezo ya mkuu wa wilaya. Tunaelewana? Na asikanyage hapa bila ruhusa ya mkuu wa wilaya pale. Hatuwezi kulea wehu wahuni hapa. Tunajua tuna wanafunzi wema, vijana wazuri wamemaliza form 6. Alafu mnasema mnataka kuchoma shule. Tukae hapa tuwasikilize. Serikali inawasomesha bure hapa. Mnakula bure. Hakuna anayelipia umeme wala maji. Unapendeza, unasema unataka kuchoma shule. Haya, nataka nione mmoja mmoja ninyo. Walimu, wasimamieni wasio akachukua mzigo sio wa kwake na polisi. Tokeni 5 5, mnatoka moja kwa moja stendi. Gari utakaoipata uelekeo kwenu panda haraka kabla hujakamatwa na polisi.